Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi humo nchini Tanzania. Ripoti ya habari za hivi punde ni habari za kusikitisha na za huzuni kubwa. Machozi ya tanda serikalini, msiba wa kifo waibuka tena serikalini Tanzania hivi punde. Mtoto wa rais mstaafu wa awamu ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, marehemu Ali Hassan Mwinyi, mtoto wake ameweza kufariki sasa hivi. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tunaanza sehemu maalum ya taarifa za leo na habari nzito ambazo zimetikisa sana taifa. Kifo cha Abbas, mtu anayeheshimika wa familia maarufu ya serikali ya Mwinyi, kimethibitishwa rasmi na ndugu zake. Tangazo hilo linakuja baada ya muda wa matibabu aliyokuwa akifanyiwa kabla ya kuaga kwake leo. Kifo chake kinaashiria hasara nyingine kubwa kwa familia na nchi nzima, ikiwa ni miezi michache tu baada ya taifa kumwaga baba yake aliyekuwa rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Kulingana na wanafamilia wa karibu, Abbas Mwinyi alikuwa akipokea matibabu kwa ugonjwa ambao haukujulikana kabla ya kifo chake. Pamoja na kwamba chanzo halisi cha kifo hicho hakijawekwa wazi, familia imejitokeza kuthibitisha msiba huo na kuwaomba Watanzania na serikali kuungana nao katika kuwaombea na kuwaunga mkono katika kipindi hiki kigumu cha kifo. Kifo chake, ingawa kikutarajiwa kabisa kutokana na hali yake ya kiafya, hata hivyo kimewaacha Watanzania wengi katika kutoamini na kuomboleza. Kufuatia kifo cha aliyekuwa rais Ali Hassan Mwinyi mnamo Februari tarehe 29 mwaka 2024, Abbas Mwinyi aliibuka msemaji rasmi wa familia hiyo. Jukumu lake katika wakati huo mgumu ilikuwa muhimu. Alipokea rambirambi za kitaifa na kimataifa, alihutubia wanahabari kwa utulivu na kuhakikisha mipango ya mazishi ya marehemu rais baba yake inafanyika kwa heshima ya hali ya juu. Leo kwa kifo chake mwenyewe, familia ile ile aliyosimama nayo karibu lazima sasa imhuzunishe na Watanzania waingie katika huzuni. Kifo cha Abbas Mwinyi kimeibua hisia za dhati kutoka kwa watu binafsi katika sekta mbalimbali. Alijulikana kuwa mtu wa unyenyekevu, neema na heshima kubwa kwa wengine. Marafiki, wafanyikazi wenzake na viongozi wa jumuiya wanamkumbuka ahadi yake isiyoyumba kwa umoja na maelewano nchini. Kufariki kwake si tu kwamba kumeinyima familia ya Mwinyi nguzo inayopendwa, bali pia kumeipokonya jamii pana ya Tanzania sauti ya akili na amani. Taarifa za kifo cha Abbas Mwinyi zimekumbwa na majonzi makubwa Zanzibari na Tanzania bara. Watu wa tabaka mbalimbali wanaonyesha masikitiko yao, kwani familia ya Mwinyi ina nafasi ya kuheshimika katika historia ya kiserikali ya taifa hili. Kuanzia uongozi wa hayati Rais Ali Hassan Mwinyi hadi urais wa sasa wa Daktari Hussein Mwinyi visiwani Zanzibari, familia imekuwa kiini cha uongozi wa Tanzania. Kifo cha Abbas kinaongeza sura ya kina katika safari ya utumishi wa umma ya familia hii. Kwa wakati huu, taratibu za mazishi ya Abbas Mwinyi bado zinaendelea kuratibiwa na familia kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Mapema zinaonyesha kwamba atazikwa Unguja kwa kusimila na kimo cha familia ya Mwinyi. Maadhimisho ya hafla hiyo yanatarajiwa kuakisi heshima anayopewa Abbas, ambaye kifo chake kimewatikisa wengi. Kutokana na kifo cha Abbas Mwinyi, viongozi wa kitaifa wameanza kutuma salamu zao za rambirambi, wakiangazia uadilifu wake na kujitolea kwake kwa maadili ya familia. Kifo chake kinakuja kama pigo kubwa kwa familia ambayo tayari inapitia athari za kihemko na kumpoteza baba wao wa zamani mwaka mmoja uliopita. Ni wakati wa maombolezo ya kitaifa na wengi wanatoa wito wa umoja na nguvu katika kumkumbuka michango yake. Zaidi ya msiba wa kibinafsi, kifo cha Abbas Mwinyi kina maana pana zaidi. Inawakumbusha Watanzania umuhimu wa familia, umoja na uwajibikaji. Hizi zilikuwa kanuni ambazo Abbas Mwinyi alizijumuisha katika maisha ya umma na ya kibinafsi. Taifa linapotafakari kifo chake, wengi wanaitwa kuamsha hisia ya umoja ambayo alisimamia. Wananchi waliomfahamu Abbas Mwinyi binafsi au kufuatilia maisha yake ya hadharani wanasimulia hadithi za ukarimu wake, hekima na utulivu wake. Kifo chake sio tu kimemaliza maisha yake, lakini pia kimeacha pengo la kihisia katika jamii ambazo mara nyingi aliunga mkono. Kuanzia mikusanyiko ya kisiasa hadi mipango ya jamii, Abbas aliwaleta watu pamoja, na kwa kifo chake wengi wanahisi hasara kubwa na isiyoweza kurejeshwa. Kifo cha Abbas Mwinyi kimemkumbuka
kimekumbusha taifa hili kuhusu hali tete ya maisha na uzito wa utumishi wa umma. Abbas anayejulikana kwa maisha yake ya nidhamu na maneno yaliyopimwa na mazuri, mara nyingi alionekana kuwa mtu mwenye utulivu ndani ya familia ya rais mstaafu. Kwa hivyo kufariki kwake kumekuja kama mshtuko kwa wengi ambao walimtazama kama kiunganishi na daraja kati ya vizazi. Kwa kifo chake, Tanzania imepoteza sio tu mtu wa familia ya kihistoria, bali ishara ya uadilifu wa maadili. Wakati taarifa za kifo cha Abbas Mwinyi zikiendelea kuenea serikalini na nchini, viongozi wa kanda ya Afrika Mashariki na kwingineko wameungana na Watanzania kuomboleza. Viongozi kadhaa wametoa rambirambi zao wakimsifu Abbas kwa tabia yake ya kidiplomasia na mchango wake katika mazungumzo ya kitaifa. Kwa hiyo kifo chake kimetokea nje ya mipaka ya Tanzania, hasa katika duru za kidiplomasia ambapo uwepo wake ulikaribishwa kila mara kwa heshima. Taasisi za elimu na majukwaa ya vijana kote Zanzibar na Tanzania bara, kifo cha Abbas Mwinyi kimeibua mijadala kuhusu uongozi, urithi na tabia. Vijana wengi waliofuata shughuli zake za hadharani walimuona kuwa ni mfano wa kuigwa kwa kujibeba kwa unyenyekevu licha ya kimo cha juu cha kisiasa na cha familia yake. Kifo chake kinaacha nyuma mwongozo wa uongozi wa watumishi ambao wengi wanatamani kufuata mkondo wake. Hata hivyo, viongozi wa dini mbalimbali nao wameungana katika kuenzi kumbukumbu ya Abbas Mwinyi, kufanya maombi na ibada maalum kuashiria kufariki dunia kwa mtu huyu mashuhuri. Athari za kifo chake zimeunganisha watu katika misingi ya kidini na kitamaduni na kusisitiza heshima aliyoiamuru katika sekta zote za kijamii. Kifo chake, ingawa kinaumiza, pia kinatumika kama wakati wa kutafakari kiroho kwa taifa katika maombolezo. Kupita kwa Abbas Mwinyi sio tu ni hasara ya kitaifa, bali ni ya kikanda pia. Kama kielelezo cha kidiplomasia tulivu na uongozi makini humu nchini, michango yake ilienea nje ya mipaka ya Tanzania pia. Katika maeneo ya kisiasa na ya kiraia ya Afrika Mashariki, Abbas Mwinyi mara nyingi alionekana kama mjenga madaraja, mtu ambaye angeweza kuaminiwa kupatanisha, kusikiliza na kutoa uamuzi ama kutoa umaizi bila kutafuta uangalizi wa kibinafsi. Kifo chake kinaacha ombwe kubwa katika duru zisizo rasmi za kidiplomasia, ambapo hekima na mwenendo wake vilikaribishwa kila mara. Waangalizi wa kimataifa na wajumbe wa kigeni nchini Tanzania pia wametoa rambirambi zao, huku wanadiplomasia kadhaa wakikumbuka uwepo wa Abbas Mwinyi katika shughuli za kitaifa na mikutano ya hadhara. Licha ya kutokuwa na nafasi rasmi ya kisiasa, aliamuru kuheshimiwa kwa maoni yake ya usawa na kujitolea kwake kwa umoja wa kitaifa. Uwezo wake wa kueleza masuala changamano kwa uwazi na unyenyekevu ulimfanya kuwa sauti yenye thamani katika mijadala iliyohusisha sera, utambulisho na uongozi wa kizazi. Wakati Tanzania inaingia katika kipindi hiki cha maombolezo makali, urithi wa Abbas Mwinyi unatoa hoja ya kutafakari kwa viongozi vijana na watumishi wa umma. Alitoa mfano wa mtindo wa uongozi unaojikita katika unyenyekevu, heshima na nguvu ya utulivu, ambayo ilisimama kinyume na sauti kubwa zaidi ya makabiliano zaidi ya siasa za kisasa. Hata hivyo, katika kumkumbuka Abbas, taifa linaitwa kushikilia maadili aliyosimamia Abbas: huduma, utu na uaminifu usioyumba kwa wema mkuu zaidi.